serikali ya CCM inathamini tembo kuliko wanyama. Ni kweli? Hiyo nukuu kwenye hotuba ya wakina mama nimeiandika kwenye kumbukumbu zangu. Serikali ya CCM inathamini tembo kuliko wanyama. Tembo kuliko watu. Serikali ya CCM inathamini tembo wanyama kuliko inavyothamini binadamu. Na kwa sababu serikali ya CCM inathamini tembo kuliko wanyama, kuliko watu. Yaani serikali ya CCM inathamini tembo wanyama kuliko watu. Nimeinukuu sawa sawa hiyo hotuba ya kina mama. Sasa serikali hii inayothamini tembo wanyama kuliko watu, kuliko binadamu, ndio maana iliweza kutuma vyombo vya dola ikiwemo baadhi ya askari polisi kupiga risasi na kuua watu Oktoba 29 na siku zilizofuatia, kwa sababu wanathamini tembo kuliko watu. Yaani, na ndio maana nilikuwa nabadili haya maneno. Yaani serikali ya CCM inawaona tembo kama ndio watu, alafu watu kama wanyama. Si ndio? Si ndio? Yaani inawaona tembo kama ndio watu hivi, inawalinda kuliko watu, kuliko mashamba ya watu, kuliko mali za watu. Alafu wanyama ndio inaona kama tembo, inawawinda, inawapiga risasi, inawaua. Si ndio? Sasa Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na Bara na Zanzibar, Mheshimiwa John Heche na Mheshimiwa Saidi Mzee, kwa heshima kubwa itifaki zote nimeziheshimu. Katiba ya Tanzania pamoja na ubovu wake, ibara ya 8 inasema madaraka na mamlaka ni ya wananchi. Lengo la serikali ni ustawi wa wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi. Hiyo ndo katiba pamoja na ubovu wake. Katiba ya 77. Kwa hiyo watu na wananchi ndio wenye mamlaka, ndio wenye serikali. Kama serikali inathamini wanyama tembo kuliko watu, serikali namna hiyo sio ya watu, haitakiwi kukubalika, haitakiwi kuheshimiwa, inatakiwa iondolewe madarakani. Sijui kama tunaelewana Sijui kama tunaelewana. Sasa sisi Chadema tuna falsafa yetu ya nguvu ya umma, people's power. People's. Sasa hii people's power sisi tunasema umma ni watu, si ndio? Alafu na nguvu ni power, si ndio? Kwa people's power ni nguvu ya umma. Kwamba sisi tunaamini kwenye falsafa ya Chadema, kwenye sera za Chadema, watu ndio wanatakiwa wawe na mamlaka. Viongozi wawajibike kwa watu, ndio nguvu ya umma. Mali za umma, rasilimali za umma ziwanufaishe watu. Watu ndio wawe na mamlaka. Kwa nataka kumwambia Wanachingwea ambaye hajakata shauri ya kujiunga na Chadema, hawa CCM na serikali yao wanaothamini wanyama na kuwaona kama ndio watu, alafu watu kuwaona kama wanyama, sera zao hazifai tena. Toka ulipo, jiunge na Chadema yenye sera ya kuweka mstari wa mbele watu na mamlaka ya watu. Sasa kabla sijaendelea mbele, kuna watu wawili wamekata shauri kujiunga na Chadema. Mmoja anaitwa Jordan Agostino Membe, alikuwa kiongozi CUF. Naomba aje tu hapa kama yupo hapa ili nisisahau baadaye. Na Joakim Jacob Oliviga naye alikuwa CUF, hao wameamua kuja Chadema. Kama wapo hapa wasogee wakati naendelea kuongea, wapande tu hapa juu wakati naendelea kuongea. Na kama kuna mwingine yoyote kokote akikata shauri, ona viongozi kwa ajili ya kupata kadi mpya za kidijitali za Chadema za kisasa, unapigwa picha, kadi inazalishwa, jiungeni na Chadema.
jiungeni na Chadema ili tuunganishe nguvu ya umma mpana sana kwa ajili ya kunaoitwa uchaguzi, lakini ule uharamu, ubatili uliofanyika Oktoba 2025. Nilifika hapa na nikawaambia kwamba kama hakutatokea reforms, mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kufanya uchaguzi kuwa huru na haki, watawala hawa dhalimu wanaokataa mabadiliko, wanaokataa reforms, wanajiandaa kuitumbukiza nchi yetu katika umwagaji damu. Nilisema hapa Nachingwea, na nikawaambia Nachingwea, nikawapa pole kwa yaliyotokea 2020 ya kupigwa, kuwekewa zuio la kutoka nje, lakini nikawapa pongezi nyinyi wananchi, pamoja na vipigo na vitisho la kutupa madiwani 7, lakini nikawaambia hayo ya vipigo, ya nguvu ya vyombo vya dola 2025, kama hakutatokea reforms, hayo yatatokea vile vile maeneo mengi ya nchi. Maafa yatasababishwa na watawala dhalimu wasiosikiliza sauti ya wananchi na kuheshimu matakwa ya umma. Sikuwa mtabiri, nilikuwa nauona uhalisia mbele wa nchi inapokwenda. Yakatokea yaliyotokea, ya mauaji, ya vipigo, ya kufungiwa ndani ya nyumba, ya kuzimwa internet na mambo mengi ya giza mabaya sana ambayo hayajawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Nchi yetu imepita kwenye mauaji kwa nyakati mbalimbali katika demokrasia ya vyama vingi. Yalifanyika mauaji Zanzibar 2001, hayakufika kiwango cha mauaji ya Oktoba 29. Yalifanyika mauaji Kibiti, Mkuranga, Rufiji na miili ikawa inaokotwa baharini kwa nyakati mbalimbali, lakini haikufikia kiwango cha mauaji wa kiwango kile cha siku chache cha Oktoba na siku zilizofuatia. Yalifanyika mauaji wakati wa vita ya Kagera, lakini hayakufika kiwango kwa siku chache kwa kiwango cha Oktoba 29 na siku zilizofuatia. Yalifanyika mauaji ya Arusha kutokana na uchaguzi 2011, hayajafika kiwango cha Oktoba 29. Yaani kwa historia ya Tanzania, kama unarudi nyuma mpaka Tanganyika, kiwango pekee cha mauaji ambacho unaweza ukasema kilizidi kiwango cha mauaji ya Oktoba 29, utarudi nyuma mpaka 1905 na 1907 kwenye vita ya Majimaji, kwa sababu ilisambaa kutoka Kilwa na Chingwea ikaendelea mpaka Morogoro, mpaka Dar es Salaam, mpaka Songea na maeneo mengine. Hiyo ndio unaweza ukasema kilikuwa kiwango kikubwa sana cha umwagaji damu katika ardhi ya nchi yetu. Lakini toka Tanganyika imepata uhuru, Zanzibar imefanya mapinduzi, hakujawa kwa muda wa siku chache kiwango cha namna hiyo.